Naam, shukran Manzu, bila shaka tuko katika barabara kuu ya Moi wakati huu. Kumbuka kuwa awali mwendo wa saa 3 tulikuwa katika barabara ya Digo katika maeneo ya Posta, stage ambayo inajulikana sana kwa magari ya kuelekea Mtwapa, Bamburi, Bombolulu, Kisauni na hata vile kivuko cha feri. Lakini wakati huo tulichoshuhudia ni kuwa matatu hayakuwepo, watu wengi wakiamua kutembea kwa miguu yao, ila usafiri umekuwa ukitumiwa zaidi na tuktuk na bodaboda. Na kile ambacho pia tumeweza kubaini ni kuwa nauli imeongezeka maradufu. Kwa mfano wale wa kuenda maeneo ya Mtwapa ambao wamekuwa kilipa shilingi 80, hivi sasa nauli imekuwa ni aidha 200 au 250. Maeneo vile vile ya Kibarani katika barabara kuu ya Kenyatta kuelekea Nairobi, uchukuzi bado haujarejelea vile, watu wengi wakiamua tu kutembea. Lakini katika biashara nyingi zimefunguliwa, zinaendelea, usalama upo wa kutosha. Lakini sehemu ambayo nipo sasa, niko na madalali wanaohusika na uuzaji wa magari, na ambao utakuwa nazungumza nao tu kupata kujua labda wamefikaje maeneo haya na wanazungumzia vipi kuhusu hali nzima ya leo kuhusiana na mgomo huu wa magari. Tutaanza na wewe, majina yako nani, na tueleze hisia zako na ni vipi umefika hapa ukitazama ile kamera. Mimi kwa majina naitwa Pisi Udakala. Mimi ni one of the car dealers hapa Mombasa, na hii mambo ya kuongezeka kwa mafuta imefanya public transport means haipatikani kwa barabara kwa hivi sasa. Kwa hivyo leo mimi nakaa kule Diani, na Diani kama kawaida ni 100, leo ni 200, yani imeongezeka times 2. Kwa hivyo si serikali ilete ile mambo ililetwa na serikali ya Uhuru na subsidies ili wananchi wapate nafuu, kwa sababu imetushangaza sana tangu Uhuru bei ya diesel ijawahi kuwa juu kuliko bei ya petrol. Lakini ukiangalia pale kwa petrol station ya Total utaona diesel ni 239, petrol ni 211, na diesel ndio inatumika sana kwa public means kuliko hata petrol. Sasa tunaomba serikali iangalie mambo ya subsidies ili wananchi wapate nafuu, kwa sababu obviously bei ya petrol na diesel ikipanda, bei ya chakula inapanda, bei ya public means inapanda. Kwa hivyo sisi tunalilia serikali hii ya Ruto haiangalie bei ya mafuta zaidi. Asante sana. Asante. Naona wewe jirani yangu Diani. Tuanze na wewe, watu wanakuita nani? Kwa majina mimi naitwa Eric Onywera. Mimi ni mkaji wa Mombasa. Hata leo nimetoka bara kurudi hapa, vitu zimepanda marudufu. Tunaomba hii serikali, sababu hii serikali tulikuwa tunafikiria itashinda ya Uhuru Kenyatta. Alisema kutenda na kufanya, lakini tunaomba mafuta inapanda, sababu mali kama mimi nakaa Bamburi, fare sasa ni 150. Tungeomba hii serikali angalie vile Uhuru alikuwa anafanya, wananchi wanaumia, sababu bidhaa zinapanda every day. Sababu kama jana uliingia hoteli na 200, leo unaingia na 400. So hatuelewi, sababu tunasema tukirudi mambo ya tulikuwa tunaisupport aende 2 term, lakini vile tunaona ataenda 1 term. Thank you. Wewe mwenyewe umefikaje hapa? Mimi mwenyewe nimefika kutoka Kisumu asubuhi, nimeingia hapa, lakini nimekuja na 3,500. Hata gari hakuna Kisumu, ikabidi nikuje nusu ndio nifike hapa. So mali nakujanga na 25, leo nimekuja na 45. So sielewi biashara iko vipi. Asante sana. Naona hata una usingizi na maruweruwe. Wanakuita nani? Mimi naitwa Paul Tocho. Kazi yetu kwanza kwa leo imesimama. Unaona hii, sisi tuna deal na customer kutoka nje mbalimbali. Na leo kusema ukweli hakuna hata mtu mmoja ashawahi ingia hapa kwa showroom kulizia gari. Inamaanisha hali ya usafiri leo imelala kabisa. So tunamuomba serikali, juu wako na uwezo, wako na njia mingi, watafute njia vile mafuta inaweza shukishwa ikae chini, ama waachane na mambo ya affordable, waangalie warudi kwa mambo ya mafuta. Juu mafuta na transport ndio kila kitu, na hakuna kitu kibaya kwa mlalahoi. Umekuja mguu, umekosa chakula, umerudi mguu. Ukifuka nyumbani hata hauna hata ile nguvu ya kutekelesha mambo ya nyumbani, hata shughuli za kitandani hauna uwezo kabisa. Sawa. Asante. Mwisho majina yako alafu toa hisia zako. Kwa majina mimi naitwa Francis, mkaji hapa Mombasa. Kitu kuhusu mafuta kitu naweza sema pengine rais tu atupunguzie hii gharama kidogo.
mafuta irudi angalau 150 hapo, itakuwa mwananchi wa kawaida atakuwa amesaidika kidogo. Juu sasa imetufinya, hata leo kufika town tumesumukana sana kuhusu mambo ya fare. Wale gari kidogo zilikuwa zilipicha double price. Sasa kwa hii mwananchi wa kawaida alipromise ya kwamba atarejesha maisha, lakini maisha yamezidi kuwa ngumu zaidi. Sasa tunaomba ama ikuwe one time kama itaweza kubadilika hapa vipi. Sawa, asante kwa hisia zenu. Na mwanzo kama ulivyosikia, hao ni wakazi na zaidi ni madalali wa magari katika jiji hili la Mombasa, wakizungumzia tu na kutoa kauli zao pia kuhusiana na ongezeko la bei ya mafuta na mgomo wenye magari na waendeshaji ulioanza usiku wa kuamkia leo. Kwako studio. Labda kabla hujaenda Chanji, kwa manufaa ya mtazamaji ambaye anayetupata hivi sasa, Mombasa ni kisiwa kidogo, lakini idadi kuu ya watu ambao wanaofanya kazi wanatoka nje ya kisiwa kile. Labda nyakati za asubuhi usafiri ulikuwaje katika kuingia pale jijini? Wewe nadhani unaishi sehemu ya kusini mwa pwani, sehemu ya Diani kule Kwale, labda ulifikaje mjini? Naam, basi tutawasiliana naye baadaye. Naambiwa kwamba kidogo ametoka kwenye picha, lakini moja kwa moja pia nakupeleka katika eneo